tumbo langu. Sasa kiburi kitakupelekea wapi ndugu yangu? Mtu anatembea katika ardhi, yani unamuona kabisa yani anatembea yani subhana malikul qudus. Hiyo kitu ina mwisho ndugu yangu. Jiepushe na kutembea na kufanya na kuwa na kiburi katika kutembea katika mgongo wa Allah, wa ardhi ya Allah jalla jalalu. Lakini pia kadhalika waonee huruma viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika ima wanyama, ima wanadamu wenzako. Naam, onea huruma. Usione wewe yani wewe usiwe katika hali ambayo uko katika hali ambayo ni tofauti kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du, ndugu zangu katika iman na ndugu zangu katika Adam. Kwanza kabisa ninakuhusieni nyinyi pamoja na kuhusia nafsi yangu mimi kunako kumcha Allah jalla jalalu. Ndugu zangu, kwa uwezo wake Allah jalla fi'ala, siku ya leo mada yetu itakuwa inasema da'u hadhihi al-umura wa kunu mukhtalifina fi hayatikum. Yaacheni mambo haya, muwe watu wa tofauti kabisa katika maisha yenu. Yaacheni mambo haya ili muweze kuwa watu wa tofauti katika maisha. Naam. Ndugu zangu, unachopaswa hivi sasa wewe kama wewe ni kujitathmini. Cha kufanya kwako wewe ni kutengeneza mazingira tofauti kabisa na yale ambayo pengine watu wamekozoea kwayo. Baada ya kujitathmini, mimi ni mtu wa namna gani? Mimi ni mtu wa design gani? Basi maisha ambayo ninayoishi na watu wamenizoea kwa maisha hayo au kwa mazingira niliyokuwa nayo, basi jitathmini, alafu kisha baada ya hapo kama kuna uwezekano kwa namna moja am nyingine jibadilishe au badilika. Ndugu zangu, inawezekana kabisa kuna tabia ambayo tabia hiyo haiko vizuri kwako. Naam. Inawezekana kuna masala unayafanya, kuna mambo unayofanya, lakini mambo haya kidogo hayako vizuri. Mambo haya hayako vizuri katika jamii, mujtama, katika jamii ya watu wanaokuzunguka. Basi kipimo kikubwa ndugu yangu ya kuweza kujua kwamba wewe ni mtu wa design gani au kuna tabia gani unaifanya katika watu, katika jamii wa watu hawaikubali, basi ukishaielewa na ukishajua tabia hiyo, kinachotakiwa kukifanya ni kutambua ya kuwa Mola wako au Mungu wako pia kadhalika haridhiki na hafurahii na hiyo jambo. Sasa leo tutazungumza kwamba mambo haya jiepushe nayo. Mambo haya yaache kabisa ili uwe mtu tofauti. Uwe tofauti katika maisha. Uwe tofauti katika mali pia, utafutaji wa mali au kufanikiwa kimaisha. Uwe tofauti katika mzunguko wa dunia na watu kwa ujumla. Sasa jambo la kwanza kabisa, kuachana kabisa na uzinzi na vitendo vichafu. Allahu akbar. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo yaliyosambaa hivi sasa ni uzinifu. Miongoni mwa mambo ambayo sasa hivi yamekuwa ni pambo la jamii na ni pambo katika ulimwengu ni uzinifu na njia zote zinazopelekea uzinzi. Wallahi, katika hilo jambo ni jambo ambalo limekuwa ni kubwa sana katika maisha na katika jamii. Hebu tumsikilize Allah jalla fi'ala anasemaje na anatuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Katika surati Isra aya nambari 33, Allah anasema wala taqrabu zina innahu fahishatan wa saa sabila. Jamani, msikaribie zina. Msikaribie zina. Hakika zina ni uchafu na njia yake ni mbaya sana. Allahu akbar. Hebu angalia ndugu yangu, Allah amesema usikaribie. Usikaribie, sio usizini, la hashakalla. Usikaribie. Hajafika katika hilo jambo lenyewe. Vile vitendo, yale viashiriati vyote ambavyo vitakupelekea katika kuliendea na kulifikia jambo hilo, anasema msilikaribie, usivikaribie kabisa hivyo vitu. Kwa sababu gani? Fahishatan. Kwanza ni uchafu.
uchafu mbaya sana. Wasaa sabilan, lakini mafikio yake ni mabaya. Kunako mafikio ya zina ndugu yangu, utapata maradhi. Kuna vitu utavikosa katika maisha yako. Yani ni kitu kidogo sana, kiduchu sana, ambacho ni cha muda mfupi sana starehe yake, na starehe yake ni kubwa, pengine haiwezi kulinganishwa na kitu chochote. Hiyo ni faida yake, lakini ya muda mfupi sana. Hata dakika 5 ni nyingi, hata dakika 3 ni nyingi, lakini hasara zake ni nyingi sana na ni kubwa sana. Ndugu yangu, achana kabisa na hili jambo. Hili jambo ni baya mno, hili jambo ni baya na lina madhara ni makubwa sana. Zina. Leo kuna watu wanajipata hapa, leo kuna watu wanajipamba, anakuambia nishaluka naye yule mimi. Naam, mimi yule nishaluka naye. Subhanallah, ushaluka naye? Kisha baada ya kuluka naye, ni kipi ambacho umepata wewe? Ni kipi ambacho umefaidi wewe zaidi ya hasara ambazo umezipata? Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo yanaikabili jamii sasa hivi ni jambo hilo. Muislamu unatakiwa kutofautiana kabisa na watu wa maasi kwa kulinda macho yako. Maana yake kuna vitu ambavyo vinavyovutia. Linda macho yako kwa kuviangalia vitu hivyo, kutoka kwa watu wa maasi, kutoka kwa watu wabaya, kutoka kwa wanawake ambao watembea uchi, kutoka kwa wanawake ambao wanavishawishi, au kutoka kwa watu ambao wanapelekea kufikia katika jambo hilo. Kwa hivyo kwa ajili ya kulinda macho yako, lakini na masikio yako kusikiliza. Kama macho hajaona, basi kusikiliza, kwa maana masikio yanakuwa yanasikiliza ima nyimbo ambazo nyimbo hizo ndani yake kumejaa matusi au kumejaa viashiria vyote vya kumpelekea mtu kupata morali wa kulikaribia jambo hilo. Lakini pia na heshima na kulinda heshima yako. Naam, unatakiwa utofautiane kabisa na watu kunako watu wa maasi ya kwenda kuilinda heshima yako. Lakini jambo la pili ndugu zangu, da'au takabbura watamassaku bitawadha. Yani kusiwe na kibri, jiepushe na kibri. Kuwa na kiburi, jiepushe na kuwa na kiburi, lakini na kushikamana na unyenyekevu ndugu yangu. Naam, kuna watu hivi sasa wanajifakharisha, lakini wanakuwa wanajikweza kutokana na hali waliokuwa nayo, ima ya kifedha, ima ya heshima fulani, ima ya cheo fulani, basi anakuwa anajikweza. Wallahi, utakapokuwa wewe ni mwenye kiburi, basi lazima tutaporomoka. Tunatambua ya kwamba al-kibru libsullah, yani kiburi ni vazi la Mwenyezi Mungu, na amepata laana mtu ambaye mwenye kuchukua vazi la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ndio mutakabbir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mkubwa mwenye kujikweza. Iweje wewe leo ujikweze? Ndugu yangu, kuna watu wanajikweza, hajui kwamba hizo mwili aliyokuwa nao, tasfia, pesa alizokuwa nazo, kama ni pesa, kama ni nafasi aliyokuwa nayo, labda mchache sana, ni muda mchache mno. Kuna mtu basi kutokana na alivyo, pengine unakuta mwingine hali aliyokuwa nayo, basi anaona mwingine ni dhaifu, mwingine hawezi kumfikia kwa namna moja au nyingine, lakini mcha Mungu na mtu mwenye imani, ninaona mashallah watu ambao wenye imani, wapo watu ambao Waislamu, alhamdulillah, wapo Waislamu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia tawadha, wananyenyekea, wana unyenyekevu. Na sio Waislamu tu, naona mashallah kuna wengine ukifika katika himaya ya watu ambao wa dini nyingine wanakuwa na tawadhu, hivyo inapelekea kumfanya mwingine pia avutiwe na ile tawadhu yako. Lakini kiburi hakifai ndugu yangu, kiburi hakina faida yoyote mbele yako ndugu yangu, isipokuwa mwisho wake unakuwa ni mbaya. Kwanza hapa duniani utafika siku tu utadhalilika wewe. Watu ambao wana kiburi, unakuta hata jirani unakuta pengine na kiburi, unaona unakuta pia kadhalika unaenda kule sokoni au unafika biashara, mfanya biashara kwa mfanya biashara mwenzake, itakabari, yani anaona yeye labda ana hali fulani ambayo anaona kwamba hawezi kufikiwa na mwingine. Hiyo kitu haitakikani kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, aliweza kuipokea na kuisimulia, kuipokea Imam Muslim, anasema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, hatoingia peponi mwenye chembe ya kiburi moyoni mwake. Mtu ambaye katika moyo wake ana chembe tu ya kiburi, basi mtu huyo hataweza kuipata pepo. Tunapozungumza hatuipata pepo, hata hapa duniani pia kadhalika, atatamba kwa muda mfupi sana, lakini ipo siku tu atashuka. Hivyo ndivyo ilivyo. Na tathmini watu ambao walikuwa wamejipamba na kujizayini kwa vazi na jambo hili la kiburi, mwisho wao ulikuwaje? Karuni duniani alikuwa yeye na kiburi, akisema kwamba mimi hakuna anayenifikia kwa mali, lakini kiburi wake umeisha wapi? Firaun alikuwa ana kiburi,
ukiburi wake sasa hivi umeishia wapi? Na wengine wengi ambao tunawafahamu na sio wafahamu walikuwa wakajitapa kwa muda mfupi. Kuna watu ambao walikuwa ni maarufu sana, subhanallah, katika majumba, ima katika mitaa au ima katika mji wa bwana fulani, mji wa mtu fulani, alikuwa ni maarufu, lakini baada ya kufa tu kila kitu kikasambaratika. Hujaona historia ima katika kijiji chako au katika mji wako kuna mtu ambaye alikuwa ni maarufu kipindi na zama zilizopita au muda uliopita, lakini baada ya kufariki tu watoto wakaparaganyika mpaka mji ukapotea, kubakia jina tu, hapa palikuwa pa fulani, hapa palikuwa pa fulani. Subhana malikul qudus. Hayo mambo yapo ndugu yangu, hebu jisome na jifunze kupitia hayo na hivyo visa na historia za watu ambao waliwahi kuishi katika mazingira ya namna hiyo. Ndugu zangu, muumini wa kweli ni mwenye unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ananyenyekea kwa Allah, anatembea katika ardhi ya Allah kana kwamba yeye ile ardhi anaiumiza, yani kana kwamba ile ardhi inafanyaje, inakuwa ile ardhi inajisikia maumivu kwa kukanyaga, kwa kumkanyaga. Allahu akbar. Yani anatembea kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Lakini kuna watu unakuta anatembea katika ardhi hii kwa majigambo na kwa majivuno. Hajui kwamba ipo siku ardhi hii itampindua, atakuwa chini ya ardhi. Na ardhi inasema kwamba wewe ambaye unatembea katika mgongo ya ibn Adam, anta tamshi ala dhahri, unatembea katika mgongo wangu, ipo siku ambayo ardhi itamwambia walana yaakuluka dud fi batni, hivi sasa bwana unaliwa wewe na wadudu ndani ya tumbo langu. Sasa kiburi kitakupelekea wapi ndugu yangu? Mtu anatembea katika ardhi, yani unamuona kabisa yani anatembea yani subhana malikul qudus. Hiyo kitu ina mwisho ndugu yangu. Jiepushe na kutembea na kufanya na kuwa na kiburi katika kutembea katika mgongo wa Allah, wa ardhi ya Allah jalla jalalu. Lakini pia kadhalika waonee huruma viumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika ima wanyama, ima wanadamu wenzako. Naam, onea huruma, usione wewe yani wewe usiwe katika hali ambayo uko katika hali ambayo ni tofauti kabisa na hiyo hali. Ima jambo la tatu ndugu yangu, da'u tarka salah. Acheni kabisa mchezo wa kuacha kuswali. Kuna watu hivi sasa hawaswali. Kuna watu sasa hivi hawafanyi ibada. Mwisho wako utakuwa ni nini ndugu yangu wewe? Allah anasema, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jamani, mimi si kuumba majini na watu, lengo kubwa ni kumwabudu. Hapa sio Muislamu, sio Mkristo, sio Myahudi, sio Mabudha, si Galatia, si kitu gani, wote hapa amesema mwanadamu hatukumuumba isipokuwa ni kufanya ibada. Ni ibada tu. Naam. Na ibada ndugu yangu sio kuswali tu, kwamba ni kuswali tu peke yake. Unaona kutembea kwako kwao ni kwa ibada, kuvaa kwako kwao ni kwa ibada, si kufanya nini kwako kwao ni kwa ibada. Kila kitu kwako kio ni ibada ndugu yangu. Usifanye mchezo katika ibada. Usifanye vitu ambavyo ni tofauti kabisa na yale mazingira ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Jambo hili la kuacha swala ndugu zangu ni jambo ambalo hivi sasa imekuwa ni mtihani. Jambo hili imekuwa ni hatari kubwa kwa wengi. Kuacha ibada za swala zama hizi, watu hawaswali. Subhanallah. Hebu msikilize Allah jalla jalalu anatuambiaje ndani ya Qur'ani tukufu katika surati Maryam aya nambari 59. Msikilize Allah anasema, fakhalfa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Allah anasema baada ya kutoka waliotoka, wakaja waliofuata, wakaja watu wao waliokuja. Sasa baada ya hao waliotoka, hawa waliokuja ni watu ambao kazi yao ni kuipoteza ibada, ni kuacha ibada, ni kuacha swala na kufuata matamanio tu ya nafsi zao. Kila kukicha mtu unakuta yeye kiguna njia, kila kukicha yeye na harakati zake za utafutaji wa maisha, yeye na njia kutafuta maisha, kutafuta hiki na kile, lakini ibada hana habari kabisa. Alhaakumut takathur, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Nyinyi mnakuwa na harakati za utafutaji wa mali tu, lakini hamna habari kabisa na Allah. Kila siku watu kutafuta mali tu, kila siku kukimbizana na dunia tu na ulimwengu, lakini
mnatafuta mali, mnakithirisha wingi wa kutafuta mali nyinyi mpaka mnaisahau akhira yenu, ghafla mtajikuta mko makaburini. Subhanallah, hata zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawna al-jahima thumma latarawnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'aluna yawma idhin 'anin na'im. Ndugu zangu, wapo watu hawana habari kabisa katika jambo la kuacha swala. Sasa Allah anasema mtu huyo ambaye, watu hawa ambao ni kushughulika na ulimwengu na utafutaji tu na matamanio yao tu, wao na matamanio yao tu, Allah anasema basi hao siku watakuja kukutana na adhabu kali mbele ya Allah jalla jalaluhu. Ndugu zangu, mwenye kutaka awe mtu tofauti katika maisha yake, aanze kutengeneza vizuri ibada yake, aanze kutengeneza vizuri swala zake. Ukitaka wewe uje ufaulu vizuri katika mafanikio ya duniani na akhera, basi swala. Ndugu zangu, wapo watu wamefanikiwa, wewe katika hali uliokuwa nayo mbona fulani haswali, mbona fulani hafanyi jambo fulani, mbona kafanikiwa? Allahu akbar. Asikushughulishe huyo ndugu yangu. Huyo inawezekana kapata, na wengi wako hivyo, kupitia njia nyingine ambazo ni tofauti sana na Mwenyezi Mungu. Na Allah anasema kwamba nuwallihim aina tawallau, nuwallihim aina ma tatawallau. Sisi tutawaelekeza huko huko ambako wanakoelekea, tutawaelekeza huko kwa endapo na ambako wanakoelekea. Hawa wamechagua njia tofauti kabisa ambazo ni kinyume cha Allah jalla jalaluhu. Na ndio maana leo usishangae ukamwona mtu amefanikiwa, yeye ameenda kwa mganga, amefanya hivi, amewekwa sawa, sio kitu gani. Kwani wewe ndugu yangu, mganga wako ni Allah jalla jalaluhu. Umemwacha wapi Mola wako wewe ndugu yangu? Sasa ima ndugu zangu, jambo lingine ambalo unatakiwa wewe uliache, da'u tabarruju au tabarruja wa ta'arriya. Acheni kujionyesha. Subhanallah, Allahu akbar. Hapa kwa kina wanawake, hapa kwa kina mama, kwa kina mama hapa, wanawake, mama zetu, dada zetu, kujianika na kuacha kuvaa mavazi ya stara. Naam, kuacha kuvaa mavazi ya stara. Ndugu zangu, tunakubaliana na tukubaliane hivyo, na hivyo ndivyo ilivyo, utake usitake, huo ndio uhalisia wa mambo. Heshima ya mwanamke ipo kwenye stara yake. Hata leo ukimwona mwanamke ambaye yuko uchi, utamwona mwanamke huyo mara nyingi huwa anaangaliwa sana na kuitwa sana. Zile mara nyingi huwa zinatokea mwanamke ambaye unakuta yeye yuko uchi. Huo ndio uhalisia, tukubaliane tusikubaliane. Hata mtu ambaye anaweza akajitoa mhanga, atajitoa mhanga kwa urahisi kumfuata mwanamke ambaye amevaa uchi. Hii imekuwa ni mtihani, na wanawake wengi ndio wanaosababisha uzinifu katika kufanya na kujipamba na vazi la uchi, mavazi ya uchi. Ndugu zangu, hakika jambo hili ni jambo baya mno kabisa. Mama zetu, kuweni makini. Sikiliza hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema sinfani min ahli nari lam arahuma nisaun kasiyatun ariyatun. Kuna makundi mawili hayo ya watu miongoni mwa watu wa motoni. Kuna makundi mawili ya watu miongoni mwa watu wa motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu hao na makundi hayo sitoyaona kabisa hata athari zao siku ya kiyama. Siku hiyo sitoona kabisa hata athari zao. Kuna wale wengine unakuta kwamba kwa namna moja am nyingine watakuja kupata walau hata uombezi kwa namna moja am nyingine wa Rasuli sallallahu alayhi wasallam, lakini kuna hawa ambao Mtume anasema sitakuja hata kuona kabisa siku ya kiyama. Ni kina nani hao? Miongoni mwao ni wanawake wanaovaa lakini kama wako uchi. Wanawake wanaovaa lakini kana kwamba wako uchi. Ndugu zangu, wanawake, kina mama, dada zetu, wadogo zetu, jirekebisheni sana katika engo hii. Hii engo ni mbaya sana, inajalia na kuleta laana katika jamii. Na wewe mwanamke unakuwa huna nuru katika jamii. Allah anakuondoshia hijabu na heshima yako inavulika mwanamke. Unapokuwa katika hali hii mbovu, chafu kabisa, mbaya, ambayo hali hii mbele ya Allah jalla jalaluhu haina salama kabisa. Lakini ndugu zangu, jambo lingine la tano, da'u mushabahata ahli al-maasi.
kuachana kabisa na kujifananisha na watu wa maasiya. Hapa kuna watu ambao wanaingia katika kujifananisha na watu fulani. Unasikia, bwana mimi ninajiweka ubisho, nataka niwe kama fulani. Kuna vijana wengi ambao unamkuta kasokota nywele zake, kaunga vizuri nywele zake, au kazisuka nywele zake, utafikiri ni mwanadada. Subhanallah, utafikiri ni mwanamke anahitaji posa. Unamkuta mtu huyu katika mazingira ambayo hayako vizuri kabisa. Sasa kujiepusha na hali hiyo, kujiepusha na kujiweka na hali hiyo, na kujiweka mbali na hiyo hali. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo inapaswa kujiepusha nalo ni swala hilo. Ni swala baya sana. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote yule ambaye mwenye kujifananisha na watu, basi mtu huyo yuko miongoni mwao hawa watu, na Allah atakufufua na atakuweka katika mazingira hayo hayo. Sasa usije ukaona kwamba sasa mimi napata chati kutokana mimi nafanana na mtu fulani. Haifai kabisa. Lakini ndugu zangu, mwisho kabisa ninasema dunia ya leo ni dunia ambayo imejaa majaribu mengi sana. Lakini mwenye msimamo na kuacha na kumcha Allah, mwenye msimamo na kamcha vizuri Allah jalla jalalu, basi huyo hubaki imara katika msimamo wake. Ndugu zangu, tusipokuwa ni wenye kuachana na hayo, wallahi sisi tutaishi maisha siku zote ambayo ni ya tofauti. Tutaishi maisha mabaya kabisa. Lakini Allah jalla jalalu anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hatubadilishi chochote kwa watu mpaka wao wenyewe wajibadilishe. Tujibadilisheni ndugu zangu, tutafaulu, tutafanikiwa na kila kitu kitaenda sawa. Naomba Allah atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana katika kipindi kingine kijacho insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msisahau, ninawapenda sana kwa ajili ya Allah.